Ninaendelea na masomo ya matengenezo, na mara nyingi sikiachi kitabu hiki, maana hiki kitabu ndio maelekezo yote yako hapa. Roho Mtakatifu ananiambia andika kitabu kinachoitwa Tembelea Watu Wangu. Kwa hiyo kina vitu ambavyo Roho Mtakatifu anavisema au anatusemesha sisi wanadamu na kulisemesha kanisa pia kwa ujumla, na hasa kanisa la Pentekoste, watu ambao wanaamini wokovu, wanaamini kuzaliwa mara ya pili, wanaamini ujazo wa Roho Mtakatifu, wanaamini kwamba Yesu anaokoa, Yesu anaponya. Kwa hiyo hao wanaitwa Pentekoste. Ndio nimepewa ujumbe huo, na mimi ni Pentekoste pia, ujumbe huu unanihusu pia. Kwa hiyo mambo mengi hapa, lakini kwa muhtasari leo nitazungumza somo ambalo Roho Mtakatifu amenifundisha, linalosema viashiria vya kimungu na viashiria vya kibinadamu. Kwa hiyo lugha yenye viashiria vya kimungu, tutazungumza lugha yenye viashiria vya kimungu na lugha yenye viashiria vya kibinadamu kama nilivyofundishwa na Roho Mtakatifu. Mambo hayo Roho Mtakatifu anaeleta ili angalau tufanye matengenezo. Tunaporekebisha mambo ambayo yanasemwa na Roho au yanasemwa na mbingu au Mungu ambaye ametuumba sisi, basi tutaenda vizuri, kwa sababu yeye anatoa maelekezo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu au Mungu hajaachi kutoa maelekezo. Mara nyingi anatoa maelekezo mara kwa mara. Tunaona kuna watu kama kina Musa walipewa maelekezo kuwatoa wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani. Tunaona pia kina Ibrahimu, Mungu alisema nao, kina Yakobo na watu wengine katika Biblia. Kwa hiyo leo nazungumza viashiria vya lugha yenye viashiria vya kimungu. Nianze na lugha yenye viashiria vya kimungu. Lugha yenye viashiria vya kimungu ni lugha ya kiungwana kwa ujumla, maana Mungu anatumia lugha hiyo ya viashiria vyake Mungu, na binadamu pia anapaswa kutumia lugha yenye viashiria vya kimungu, ili angalau tunapoitumia hiyo lugha basi hapatakuwa na mgongano. Nitasema sentensi chache zenye viashiria vya kimungu. Mungu anatumia lugha hii, anasema hivi: watu wangu, acheni mambo haya ni mabaya. Watoto wangu, msifanye hivi, mkifanya hivi mambo yatawaharibikia, mambo hayatakuwa mazuri. Watu wangu niliowaumba, msifanye mambo haya ni mabaya. Kwa hiyo ninawasihi mwache mambo hayo, sio mazuri, hayatawaletea manufaa katika maisha yenu na maisha yajayo ya milele. Kwa hiyo hiyo ni lugha ya viashiria vya kimungu. Kwa hiyo binadamu pia tukitumia lugha hiyo, basi mambo yatakwenda vizuri. Watu wangu, watoto wangu, wanangu, tusifanye hivi. Hiyo ni lugha yenye viashiria vya kimungu. Sasa lugha yenye viashiria vya kibinadamu, kama Roho Mtakatifu alivyonifundisha, na ndio inaleta matatizo mengi sana duniani. Lugha yenye viashiria vya kibinadamu ina mifano hii. Mfano wa kwanza, mtu anasema, utanifanya nini? Mimi nina uwezo kuliko wewe. Kwa hiyo ukijaribu utakiona cha moto. Sentensi nyingine, mtu anasema lugha yenye viashiria vya kibinadamu kwamba mimi bwana, ni mimi, bado hujanitambua, lakini ukiendelea na chokochoko ndio utanijua kwamba mimi ni nani. Kwa hiyo mambo hayo, huo ni mfano tu kwa kifupi, lakini kuna lugha yenye viashiria vya kibinadamu. Naweza nikatoa mifano mingi, lakini natoa mfano tu kama mwongozo. Na ndio maana lugha zenye viashiria vya kibinadamu vimeleta shida duniani. Vinapotumiwa na watu, au lugha yenye viashiria vya kibinadamu inapotumiwa na wanadamu au inapotumiwa na watu, ndio maana inatokea misuguano katika jamii, mara hivi mara hivi mara hivi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaelekeza mambo haya kwamba tuache kutumia lugha yenye viashiria vya kibinadamu, kwa sababu viashiria vya kibinadamu, lugha yenye viashiria vya kibinadamu inaibua hasira katika jamii. Kwa hiyo inapoibua hasira,
basi mambo mengine mtu anasema potelea mbali, iwe na iwe, mimi nafanya hivi. Si amesema yeye ni mbabe, na mimi basi atanijua kwamba mimi ni nani. Kwa hiyo ndio maana unakuta leo kuna vita, leo kuna hiki, leo kuna mvutano, leo kuna nini, vita haviishi duniani. Ndio mambo yanayoendelea kwa sababu watu wanatumia lugha yenye viashiria vya kibinadamu, vinaibua hasira na kuleta mateso kwa wanadamu. Kwa hiyo Mungu amenipa wito huu au ujumbe huu ili niweze kuufikisha kwa watu, maana sasa hivi nako au kwa kipindi hiki wanasema dunia imekuwa kijiji. Kwa hiyo hapo niko nyumbani kwangu, ninapoeleza mambo haya nayaweka kwenye mtandao, yatawafikia Amerika na maeneo mengine ambao wanafahamu Kiswahili watasikiliza. Kwa hiyo mambo haya ninashukuru Mungu kwamba ninatiwa moyo na watu mbalimbali, wengine wananivunja moyo, lakini mimi nimepewa mambo na Mungu niyaseme ili tuweze kwenda vizuri. Na kwa bahati nzuri ni kwamba kuna chuo kimoja kikuu kilinitunuku cheti cha kuwa mnasihi wa mambo ya kiroho. Baada ya kusoma vitabu vyangu, wao wakaona huyu mtu anastahili kupewa cheti cha unasihi wa kiroho wa kimataifa. Kwa hiyo na wanasihi watu, sina lugha mbaya, sina chuki na mtu. Kwa mambo haya ni mambo mazuri yanatoka kwa Mungu. Mungu wa mbinguni awabariki watakaopitia mambo haya au kuyasikiliza. Asante sana.